Naam, karibu kwenye makala moto, segment ya uchambuzi wa kina kutoka Moto TV Kenya, ambapo tunaangazia masuala makubwa ya siasa, jamii na nguvu zinazoendesha taifa letu. Mimi naitwa Ogara Brian Osoro, na leo tunachambua swali ambalo limekuwa likiulizwa na Wakenya wengi kwa miaka kadhaa sasa. Kabla hatujaingia ndani kabisa ya mada hii, hakikisha umebonyeza subscribe kwenye channel ya Moto TV Kenya. Piga like kwa video hii, share na marafiki zako, na pia comment chini utuambie maoni yako. Usisahau kuwasha notification bell ili kila tunapoweka uchambuzi mpya uwe wa kwanza kupata. Leo hii kwenye makala moto tunaangazia hadithi ya mmoja wa viongozi waliodumu zaidi katika taasisi za wafanyakazi nchini Kenya, Francis Atwoli. Kwa zaidi ya miongo miwili, Atwoli amekuwa katibu mkuu wa Central Organization of Trade Unions, KOTU, taasisi inayounganisha vyama vya wafanyakazi na mara nyingi kudai kuwakilisha sauti ya mamilioni ya wafanyakazi nchini. Lakini kadri miaka inavyopita, swali moja linaendelea kuzunguka katika mijadala ya Wakenya: mbona Atwoli ameendelea kubaki madarakani kwa muda mrefu hivyo? Safari ya Atwoli katika harakati za wafanyakazi ilianza miaka mingi kabla hajafika kileleni. Akiwa mzaliwa wa kaunti ya Kakamega, aliingia katika harakati za vyama vya wafanyakazi wakati ambapo wafanyakazi wengi walikuwa wanapigania mishahara bora, mazingira mazuri ya kazi na haki zao pahali pa kazi. Katika kipindi hicho cha miaka 1980 na 90, vyama vya wafanyakazi vilikuwa na ushawishi mkubwa sana katika masuala ya ajira na mahusiano kati ya wafanyakazi na waajiri. Ndani ya mazingira hayo ndipo Atwoli alipoanza kujijengea jina kama mtetezi wa wafanyakazi na mtu aliyekuwa tayari kuzungumza kwa niaba yao. Mwaka 2001 ndipo alipofikia hatua kubwa zaidi katika safari yake. Alipochaguliwa kuwa katibu mkuu wa KOTU, Kenya ilikuwa bado katika kipindi cha utawala wa Daniel Arap Moi. Wakati huo, huenda wachache walidhani kuwa uchaguzi huo ungeanzisha kipindi cha uongozi kitakachodumu kwa zaidi ya miaka 20. Lakini miaka ilivyoendelea kupita, Atwoli aliendelea kubaki katika nafasi hiyo huku akichaguliwa tena katika chaguzi za ndani ya shirikisho hilo. Katika kipindi hicho chote, Kenya imepitia mabadiliko makubwa ya kisiasa. Baada ya enzi ya Moi, taifa liliingia katika utawala wa Mwai Kibaki, kisha baadaye likafuata kipindi cha Uhuru Kenyatta, na sasa nchi iko chini ya uongozi wa William Ruto. Lakini licha ya mabadiliko yote hayo ya kisiasa, jambo moja limebaki lile lile: uongozi wa Francis Atwoli ndani ya KOTU. Hii imefanya baadhi ya watu kuanza kujiuliza kama kuna mfumo maalum au sababu fulani zinazomfanya aendelee kubaki katika nafasi hiyo kwa muda mrefu hivyo. Moja ya maelezo yanayotolewa mara nyingi ni mfumo wa uchaguzi wa ndani ya KOTU. Tofauti na uchaguzi wa kitaifa ambapo wananchi wote hupiga kura, katika mashirika kama KOTU, viongozi huchaguliwa na wawakilishi kutoka vyama vya wafanyakazi vinavyounda shirikisho hilo. Hii ina maana kuwa kura hupigwa na viongozi wa vyama au wajumbe walioteuliwa, si wananchi wote. Ikiwa viongozi hao wana imani na kiongozi fulani, anaweza kuendelea kuchaguliwa tena na tena katika chaguzi za ndani. Sababu nyingine inayotajwa ni uzoefu wa Atwoli katika harakati za wafanyakazi. Kwa zaidi ya miaka 20 katika uongozi wa KOTU, ameweza kujenga mahusiano na viongozi wa vyama mbalimbali pamoja na wanasiasa wa ngazi za juu. Katika kipindi hicho amehusika katika majadiliano mengi yanayohusu mishahara ya wafanyakazi, sera za ajira na haki za wafanyakazi mahali pa kazi. Kwa baadhi ya wanachama wa vyama vya wafanyakazi, uzoefu huo ni muhimu kwa sababu wanaamini kuwa kiongozi mwenye uzoefu ana uwezo mkubwa wa kujadiliana na serikali na waajiri kwa niaba yao. Hata hivyo, uongozi mrefu wa Atwoli haujakosa wakosoaji. Baadhi ya wachambuzi wa siasa na masuala ya kijamii wanasema kuwa kukaa madarakani kwa muda mrefu katika taasisi yoyote kunaweza kupunguza nafasi ya viongozi wapya kuibuka. Wengine wanaamini kuwa vyama vya wafanyakazi
vinahitaji mawazo mapya ili kukabiliana na changamoto za ajira za karne ya 21, hasa katika dunia ambayo teknolojia na uchumi wa kidijitali vinabadilisha sana soko la ajira. Kwa mtazamo wao, mabadiliko ya uongozi yanaweza kuleta nguvu mpya na mikakati mipya ya kuwatetea wafanyakazi. Kwa upande mwingine, wafuasi wa Atwoli wanaona hali hiyo tofauti kabisa. Kwao, muda wake mrefu madarakani ni ushahidi kwamba wanachama wa vyama vya wafanyakazi wanaendelea kuwa na imani naye. Wanasema kuwa uzoefu wake na uelewa wake wa historia ya harakati za wafanyakazi ni silaha muhimu katika kulinda maslahi ya wafanyakazi nchini Kenya. Mwisho wa yote, hadithi ya Francis Atwoli ndani ya KOTU imekuwa moja hadithi zinazovutia zaidi katika siasa na harakati za wafanyakazi nchini Kenya. Kwa zaidi ya miongo miwili, amekuwa sehemu muhimu ya mijadala kuhusu haki za wafanyakazi, sera za ajira na nafasi ya vyama vya wafanyakazi katika maendeleo ya taifa. Lakini pamoja na yote hayo, swali moja linaendelea kubaki hewani. Je, uongozi mrefu kama huu ni ishara ya uzoefu na uthabiti wa taasisi, au ni wakati umefika wa kizazi kipya cha viongozi kuibuka ndani ya KOTU? Na sasa tungependa kusikia kutoka kwako. Unafikiria nini kuhusu swala hili? Je, uongozi wa muda mrefu kama huu ni faida kwa wafanyakazi au ni wakati wa mabadiliko? Tuandikie maoni yako kwenye comments. Kama umefurahia makala moto ya leo kutoka Moto TV Kenya, usisahau kusubscribe kwenye channel hii, piga like, share video hii ili watu wengi zaidi wajue kinachoendelea, na pia washa notification bell ili usikose uchambuzi wetu ujao. Pia hakikisha unafuata Moto TV Kenya kwenye mitandao yote ya kijamii kupitia Moto TV Kenya Official. Mimi ni Ogaro Brian Osoro na hii imekuwa makala moto kutoka Moto TV Kenya, mahali ambapo habari zinachambuliwa kwa kina na ukweli unawekwa wazi.